Leo kuna muda nilikuwa naongea na wife kwenye simu. Sasa katikati ya maongezi yetu dada yake akawa ameingia kule upande wa pili, sawa? Sasa alipoingia akasikia ananiaga akisema, "Okay baby, baadaye." Sasa aliposema vile, dada yake akamuuliza, "Kwa nini unamuita mume wako baby?" So hii ndio story ndio kujadili leo. Kwa nini unamuita mume wako baby? So ikawa discussion fulani hivi mpya, yani unajua yenye kwamba wakati mwingine majina tunayowaita watu kisaikolojia yanaweza yakawafanya wakajisikia hali fulani kutokana na vile tunavyowaita. Japo hili sio nyakati zote na sio mara zote, lakini lina asilimia fulani linakuchangia kwake fulani. Sasa mimi nikaichukua hii kama context, nikasema okay, it's something we need to discuss. Sawa? Na hii tunaweza tukajadili pande zote, wanawake wanaweza wakajadili na sisi wanaume pia tunaweza tukajadili. Sisi tunalionaje hili jambo? Wewe unaonaje? Unadhani kumuita mume wako baby inamfanya labda awe labda sijui tusemeje, yani inampunguzia authority yake, yani kitu kama hicho labda tuseme. Na pia unadhani ni majina gani yanafaa kuonesha heshima ya mwanaume? Yani kwamba je, mwanaume aitwe majina ambayo, fikiria kwa sababu mwanaume anakuwa labda ni kiongozi kama mfalme. Fikiria kama mfalme anaitwa baby. Yani labda ana mfalme labda anafaa, yani kitu kama hicho. So majina gani unadhani yanafaa kumuita mwanaume yakaonesha heshima yake? Kwa sababu hapa tunataka kuangalia kwamba umuhimu wa mwanamke kubalance kati ya affection na nini na respect. Affection ni mguso wa kimapenzi, sawa? Kwamba baby, you know, honey, sweetie, these kind of names, yeah? Affection. Alafu respect is to show respect pia kwa huyo unayemuita. Kwamba unamuita, kwa mfano mimi, she calls me my king, you know, sometimes baby, my king. So it's like leo tumecancel rasmi baby, baada ya kuambia hey baby tubaki na hiyo. So you see, my king falme, yani inakufanya unajisikia kitu fulani kama I'm a king, alright? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kubalance kati ya affection na respect, kwamba kubalance mguso wa kimapenzi na heshima at the same time. Then wewe unaona hii inafaa kuaje? Na pia hivi unadhani mwanaume anahitaji zaidi nini? Anahitaji zaidi kupendwa au kuheshimiwa zaidi? Yani katika hivi ili vikiwekwa kwenye mzani, kipi zaidi ambacho unaona kwamba kinaweza kikawa na matokeo chanya zaidi kikifanyika mara nyingi zaidi? So this is the topic, it's very open. Naamini vyovyote vile inaweza kuwa sawa, lakini wewe mtazamo wako ni nini? Kwamba yani hiki nilichokisikia mimi leo kikanipa mtazamo mwingine na nikafika sana nikasema okay, wow, okay, nafikiri ina make sense mimi, lakini sawa, huu ni mtazamo binafsi. Je, wewe unaonaje? Mwanaume anafaa kuitwa baby, honey yani majina yale ambayo soft yani, au aitwe majina mengine yapi hayo? Pia ningependa kuyasikia leo hapo chini. Sawa, let me know.